Twaikirerero aseigo erebu ya tumu wake Yesu twaikirerero okagete ngoro muya mono murigererio uyu kubuyo mwako yorarire oro muya mono tari oro muya Nyasaye wanchete twensi na butokoreki akoeteri bageri gato kumanyeri mambinga kiwokoreki nakina batebi ganga ochikotoboka igote bibuga montaru to gusaka genaga gakorugo gakogwerenga ngatabinga ayenayo kumubwati uyo base gukura ngo montoria nincharo renkwero ngakianko agontiga abana bane batukoreteki bararo nakiaka grabangina bagoikekera barengere iriga abangina barabusi ko babori buya egento ko babori ngomongina ekera gusaka genda nkiakorengereri nkiagosaba nkiatiga abana bane ngainatiga abana bane Wala kigerwanga tenga owewe ngaindatiga abana bane owewe ngaindatiga abana bane abagakarinde owewe ngaindatige niboya tumusubiye Yesu Kristo ngayora tendo kieke eniwe aho tukuligerio bintu byense una biroro watabunga ngaingo karaki nakiako Yesu lidiaga temu atebe tiku Satan yako muire yago matebinga nakora abekeri nyuse osasime ebintu byonsi tubirense ngokaraki no bikore bono mwaka tarare tyo bitigire bintu mbyo ntigera ntigero bono kogenda nakwo goteba ebintu byonsi pi etoko bitigire nse yiga buna Nyasaye nero monye nakiyako garago gotebi no nayo rocho kubuganga wachi kwarosi ebintu binge kwasa kwenena wateba ngabono omoyo anetegera ragira nakyo mondoriye Nyasaye matebeti aroseti byaga akabeka jinza kateba ngomoyo anetegerera uragere unywe osereke bono tati kumina Nyasaye ngambu ya mono Nyasaye akamotebi ngo butuko wewe mundu muriri omoyo anentege na biriete ngabitigerete nabyo byokora abantu bagosenyenta igo ebintu byonsi bine bya Nyasaye naende tigatumutigire Nyasaye kwa sababu hiyo Wakristo wapenzi ama hawa ambao tumekuja na washukuru na kuwaombea musiti kukaa katika imani mlinde na tuombee huyu mzee asiti kulala Kristo Yesu aweze kumchukua mahali pema peponi. Hiyo ni wishi yetu kama Wakristo aweze kumchukua na aweze kumweka katika watakatifu wake. Tuamini na kuomba kwa jina la Baba la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Mungu Baba Mwenyezi unayeishi na kutawala katika umoja wa Roho Mtakatifu, ni asante Mungu Mfalme kwa sababu ya siku ya leo ambayo umetulinda kutoka safari ndefu na umetufikiza katika mji wa mzee Jairus Nyalenchi ambaye amelala. Tuomba Kristo Yesu mipango yote itakayoendelea kuanzia sasa hadi tamati uwe kiongozi, utulinde, utuongoze. Na sana sana usiti kulinda familia kwa ajili ya haya masizi. Tuwaomba marafiki wote ambao wamefika nao pia tuwaweka mkononi wao. Najua ya kwamba kwa ajili ya usafiri tuwaweka wewe mkononi wa kila mmoja wetu atakaye kuwa kisafiri. Mungu Mwenyezi uwe kiongozi, umulinde na umuongoze. Ni asante kwa sababu utatulinda sisi zote na utatuongoza kila wakati. Tunaomba Mungu Mwenyezi wa milele hasa siku ya kesho ambao tutakaopata misa takatifu. Tunaomba Mungu Mwenyezi iwe baraka katika mji huu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo ambaye ni mwokozi wetu. Kwa jina la Baba na mbarikiwe. Asante kwa nafasi na ni asante kwa vile Mungu ametuongoza mahali tumeenda na kurudi vizuri. Na hii ni upendo wa Mungu ambao ametufanyia kwa sababu ametutolea vikwazo vyote ambao vingekuta sisi katika njia na tukatembea vizuri na tukarudi vizuri. Kwa hivyo kitu mimi ningesema ni kwamba mzee ambao amelala mzee alikuwa wa heshima na alikuwa anapenda watu wote. Hata mnapokutana na yeye hakukuwa na vita na mtu yoyote, alikuwa ni mtu wa upole na mtu ambao alikuwa anashirikiana na watu wote kwa njia nzuri. Kwa hivyo kitu mimi ningesema ni kwamba
Mungu aendelee kutunza watu wake wale ambao wamepaki nyuma, aendelee kuwalinda, aendelee kutunza mama, kwa sababu mama sasa ndiye amepakia kuwa nguzo katika mji huu, ili watoto wanapoingia mahali popote ambao si mahali ambao hawatakikani, mama atawakanya na kuambia ya kwamba mzee alikuwa akiendelea kwa njia hii. Kwa hivyo naombea huu mji, Mungu asiti kuwatunza na kuwalinda kila wakati, na wakati wote ambao wanapokuwa na mahitaji, Mungu atasiti kuwabarikia na kuwapa njia ya kuelekea mbele. Kwa hivyo Mungu aweze kuwa pamoja nao, kwa sababu yeye ndio nguzo na yeye ndio njia kwa kila jambo. Tunajua ya kwamba hili jambo ambalo limetendeka katika mzee Nyarenchi ni jambo ambao tunapaki kufuata Nyarenchi, kwa sababu nasi tumepaki katika safari. Kwa hivyo tunajua ya kwamba njia hii ambao tunapoendelea kufuata, tunajua ya kwamba siku ile Yesu atakapokuja, tunajua ya kwamba huyu Yesu ndiye atakuja kutufuta machozi kwa kila njia, kwa sababu wakati Yesu atakapokuja hatutakuwa na kifo tena. Kifo itakuwa ni mwisho, na siku hiyo tutakuwa tumeelekea katika mahali ambao tutakapoishi, tutakapokaa bila magonjwa, bila matatizo. Na magonjwa hii ambao tunazungumzia wakati huu, tuko na magonjwa mengi, lakini tunajua ya kwamba Mungu atakapomtuma Yesu aje kuchukua watu wake, tutaenda katika njia katika mji hula ambao hatutakuwa na matatizo tena. Kwa hivyo naomba wote wale ambao wamefika katika mkutano huu, Mungu awabariki, Mungu awasaidie, Mungu awaongoze kwa kila njia, na wakati tutakapofanya sherehe ya mwisho, harusi ya mzee ya mwisho, tunaomba ya kwamba iweze kuisha na amani na upendo. Na kwa wale wote ambao watatuongoza, Mungu awasaidie na awape hekima ya kuweza kuendelea na hii kazi, kwa sababu ni Mungu ambao ametuacha tuweze kuendelea tukiwa hai. Asante sana kiongozi. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Mimi ni Pastor Jacqueline Mongare, mchungaji wa Raitigo District katika kanisa ya Kiadventista. Lakini napenda kuchukua fursa hii niseme poa sana Mama Mata. Alikuwa mmoja wetu tukiwa hapa Isoge. Mchungaji Pastor Job Mongare alikuwa afike hapa, lakini vile mnaelewa dunia imefika wapi, saa hii wako matanga kwingine. Ningependa kusema ya kwamba walio hai, sisi sote ambao tumefika hapa, neema ya Bwana ikae pamoja nasi. Napenda sana kwaya ya Wakatolika ambapo inaimba, sijui kuimba vizuri, lakini wanaimba ya kwamba nimevipiga vita vilivyo, alafu wanasema mwendo nimeumaliza, imani nimelinda, nimeumaliza imani. Hakika mwenda zake ametenda hayo, na hayo ndilo ombi letu ya kwamba mwendo ameumaliza na imani labda ameilinda salama. Sasa walio hai tufanye nini? Ningependa kusema Sister Emil, tumekuja hapa pamoja na Sister Rose kutoka Kijauri kwa sababu ya uhusiano wa karibu. Pamoja na mama, ndugu zako na madada, ni ombi langu ya kwamba tunapopiga vita vya imani, tupige kwa sababu tumeahidiwa ya kwamba kuna mahali ameenda kutuandalia, na hivi karibuni anarudi. Sasa akirudi, wenye tuko hai tufanye nini? Ningependa ukitoka hapa usome kitabu ni cha Zaburi, anapoimba mwenzetu Daudi 12, anaomba kitu kimoja. Ego tobango manene tuorokera litomanya obwenge bwo gimobo elinde tomenya no bungaini. Mchungaji alipoenena hapa akauliza nani atamfuata mwenda zake, hakuna hata mmoja alisema niko karibu.
Na mimi ningeuliza, nani angeambiwa ya kwamba tumwache mzee Nyarenchi abaki yeye aende kwa ajili yake? Kuna mmoja? Kuna mmoja? Hakuna. Ni siku yake imefika. Kwa hivyo wenzetu ambao mmefika hapa, tumesema poleni sana. Upendo wa Bwana ukae pamoja nasi, na zaidi ya yote tujiandae, kwa sababu tumefika nyakati za mwisho. Mungu awarehemu. Mungu akae pamoja nanyi, familia, marafiki na majirani ambao tutatoka hapa mwisho, familia itapaki. Lakini mama, naomba Mungu atembee pamoja na wewe. Tuamini na tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu, tumekuja mbele zako jioni ya leo Baba. Asante kwa sababu umetuleta umbali huu. Wenzetu walipoanza safari kutoka Kericho, wamefika hapa salama. Baba, sifa na utukufu zipewe kwako sasa hata na milele. Asante kwa sababu umewaandaa wiki zote wakati Baba alipolala kutoka duniani. Hakika tunajua asubuhi yaja, asubuhi ya ajabu ambapo tutakutana na wapendwa wetu. Sasa tumefika hapa kuanzia saa hii mpaka kesho, wakati atalazwa mahali pa kupumzika mpaka ile siku. Baba, tuwaomba tuzidi kuona mkono wako. Asante kwa sababu yu mwaminifu kwetu. Asante kwa sababu utatenda. Na zaidi ya yote, tuwaomba Baba ubaki katika hili boma. Utembee pamoja na mama, utembee pamoja na watoto. Kila mmoja ambaye amenyoosha mkono wake hapa, hebu mibaraka zako zizidi kukaa pamoja na watu wako. Sasa tutakapotoka kwa sababu ya kupumzika kidogo, twaomba upendo wako na mkono wako wa rehema Baba ukae pamoja nasi. Hebu mapenzi yako yatendeke upendavyo, na hilo ndilo ombi letu katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Kila mmoja aseme amen. Kwa vile tumefika hapa nje mahali sherehe inaanzia ya mzee, tungeuliza katekista aombe, na akiomba tutafungua mwili tuweze kutazama, alafu tuende kuketi pale. Kwa hivyo katekista, karibu kwa kuomba.
Tuamini na kuomba kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamea na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, bali utuokoe maafuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Tukuzwe Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Na tuombe. Ee Mungu Baba Mwenyezi, unayeishi na kutawala katika umoja wa Roho Mtakatifu, ni asante Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambao tumefika kwa ajili ya mzee Charles ambaye alilala. Tuamweka mikononi mwako, hasa sherehe yote ambayo itakafanyika siku ya leo. Uwe kiongozi, utulinde, na hasa atakaposomewa misa takatifu iweze kufaa katika mji huu. Mungu Mwenyezi wa milele, tukushukuru kwa yote ambayo umemtendea tangu ujana wake, na sasa amefika wakati umemuita. Mungu Mfalme, tuombea familia yake, pate kuilinda, pate kuisaidia kwa njia yoyote. Uwalinde wote ambao wako katika familia hii, pia na wote ambao watakao shiriki siku ya leo, tuwote tuwaweka mikononi mwako. Ni asante Mungu kwa ajili ya yote, na utasiti kukaa nazi hasa tumalize. Mungu Mwenyezi wa milele, twaomba Roho wako Mtakatifu upate kukaa katika mji huu, na hasa uweze kuilinda mji huu. Tunaomba ya kwamba wewe ndiyo kiongozi, wewe ndiyo mfalme wetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo ambaye ni Bwana wetu na Mwokozi wetu. Amen. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Kwa hivyo atafungua mwili tuweze kutazama. Yeah. Sasa mtapita laini moja hivi.
Nazareti, tuhurumie. Yesu mwenye huruma akawamo. Yesu Mnazareti, tuhurumie. Yesu mwenye huruma akawamo. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuopoe maovuni. Hatukuzwe Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote. Baba, tunakushukuru Mungu wetu, ni asante kwa zawadi ya siku hii ya leo. Ni asante kwa ajili ya mkutano wote. Tumekusanyika kushuhudia ya kwamba kifo kinatutia uchungu mwingi katika maisha yetu. Siku ya leo tunamweka mzee Charles ambaye umemuita kutoka kati yetu mikononi mwako. Ni asante kwa zawadi ya maisha uliomshalia. Amekuwa zawadi katika maisha yetu. Siku ya leo tunapomfanyia mazishi yake ya siku ya mwisho, tunaomba mbingu ishuke kwa ajili ya faraja zako. Kwa mama mchane na watoto Baba wetu waonekane, ili kupitia neno lako wapate nguvu ya kukutumikia. Tunaomba kwa njia ya Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Asigo towe ikaranza tonyore kifungo. Na baadaye kero twakorire tonyore bali bagochigo toigorera omoyega. Asante omwalimu aseribaga, mwalimu bw'edini, mwalimu bw'okorokio kwegena tigana inche ngeribaga aseri tukolia lero Nyasaye toire twensi abamoyo twaikira igase ng'enjo yeshere y'omugaka Charles onya koigwete liogiriane nyumokeria kwa bakoigana lindaro renganto igwanaine buya mono ekeri kirete iga kiro monto nkwebori ale ngobogimo babana na kibano bole nga kibano igo chabana yabaiga intu mwanya bantu twaborwa mangana amaya kurende asengento Nyasaye itaro ale moyo egetabu gekoro kwe Biblia igoke gosomi buya giatole mibuya giato moyo buya nintagete ntebenga kerama kweli abo abantu bagotantana efamilia tantana abasani batantana abairi batantana noena abamate batantana wana kerego toka tu atantanire twins na Biblia batatebia ntagete nsome Yohana 14 ebibungo bine byoka nsoma somo nubwege songo na inde ninyoro yorate ba somo nuko iweka byake Yohana 14 kabunge kama weka bine. Verse 1. Do not let your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house there are many dwelling places. If it were not so, would I have not told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, so that where I am, there you may be also. And you know the way to the place where I am going. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? Jesus said to him, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except through me. Lingana ya Nyasaye karo ya mata ya mana sa Nyasaye.
Tindike manyuma gosoro omwalimu wa minto injongo anye asoko galeya mangana. Tenege songo na majiko hiyo. Na enchio te basi monu. Tulikuwa tukijiandaa hasa wakati wa msiba ambao tulijua ya kwamba Kristo alikuwa akiwa na mateso. Ndio sababu wakati wa huruma tulikuwa tunasema kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa hivyo Kristo mwenyewe tulikuwa tukimuomba apate kutusamea, apate kutuonekania, na saa wakati huu ameshinda mauti. Saa hii ako mbinguni na anaendelea kutuandalia makao. Ndio haya tunasikia katika hili somo akiwaambia ya kwamba msikue na wasiwasi, msihuzunike, niko na makao. Makao ambayo tukiangalia huyo mzee Charles tayari roho yake imeenda. Kama alikuwa akifuata na alikuwa akimkumbuka Kristo mwenyewe kama mwokozi wake, tunaona ya kwamba roho yake imepokelewa. Na sasa tunaomba hiyo roho ambayo ako nayo apate kuombea familia yake, nayo iweze kukaa kwa amani. Na sana sana nikikumbuka huyu Charles, hilo jina sio yake, ni jina ambalo yeye kama Mkatoliki alikuwa ameitiza kutoka kwa watakatifu. Kuna watakatifu ambao walifanya kazi mzuri ambao tunaita Charles, kama akina Charles Ruanga kutoka Uganda. Hawa walifanya kazi mzuri, ndio sababu hata sisi tunaiga huo mfano. Tumsifu Yesu Kristo. Na usi mbabuliri swali nkoro kwarenge kerecha kyo monto chandete kenyoro abakristo mbiyamore maunyigwete ekero omugusi arenge koroka omwana lieta arenge koroka linde lyonse arenge ko ndorigereria orio gokora ya rama ya orio renge gokora ebintu birebiya tali orio chandete kenyoro. Tumusifu Yesu Kristo. Nkoro arengo morogi orie giata gosomo ibye giato chandete abantu nkoro kwarenge lieta encho yaye yabwate chingencho chingi yakorigio omonto tayari oroko omonto muno yokonyoranga tayari naye obeire buno omonto. Tumusifu Yesu Kristo. Nkora igunde bobekera nkora abantu mbaro bakoroka abana nga oyo Saddam oyo Gaddafi oyo amalieta getari atari oyo no Osama bona amalieta ayikweli omonto yokoroka omonto muno ina muyare ntori korengereria igo. Ndio sababu tunasema huyo Charles kwa hili jina ambalo aliitwa mtakatifu ni jina ambalo lilikuwa limemweka naye pia akiwa katika dunia hii aweze kujitakasa, aweze kuvumilia, aweze kufuata mtakatifu. Ndio sisi tunaomba saa wa Kristo wenzangu ambao mmetoka mbalimbali, mmekuja kuhudhuria sherehe kubwa ya huyu mzee Charles. Charles amefanya kazi hapa duniani, amefanya vile ilivyohitajika na Mungu amemuita. Na fikiri familia yake ilikuwa inampenda sana, lakini sasa wacha tuseme ya kwamba Mungu naye amempenda, ndio sababu amemchukua, maana ni mtoto wake. Na sisi kama kanisa, huyo Charles kwa niaba ya kanisa, na yeye pia wakati alipopata batizo alikuwa naye vile vile akawa mali ya kanisa. Ndio sababu unaona kanisa linahitajika sana ili nalo liweze kumusika kwa njia ya kitakatifu vile alivyokuwa akifanya kazi, na yeye apate hiyo kazi, apate kupumzikwa kwa amani. Na sana sana mnajua ya kwamba akiwa mali ya kanisa ni kama vile hata angechukuliwa hata Nyansionga sikwe huko ama mahali huko, lakini kwa sababu ya mahali tumeona hata sisi yeye tumfanyie ibada ipata takatifu, ipata ambayo alikuwa akishiriki wakati alikuwa uhai. Ndio sasa hii misa ambayo atakayofanywa siku ya leo itakuwa maana kwake kama yeye Mkristo alipokuwa akishiriki Ekaristi takatifu. Ekaristi ambayo Kristo mwenyewe alitengeneza Alhamisi Kuu kabla ya kifo, ndiposa tunaona akifanya na wanafunzi wake. Ndio hiyo Ekaristi ambayo tunasikia ya kwamba kwa niaba ya Kristo, Padri nasema
Kristo mwenyewe aliambia wanafunzi wake ama watumwa wake, fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Ndio sababu hasa na Charles naye kama mshirika alikuwa akishiriki. Kwa hivyo siku ya leo kila mmoja wetu tafadhali tumupe heshima ya maana sana. Tusikilize neno lake Mwenyezi Mungu ili liweze nazi vile vile liweze kutusaidia katika maisha yetu, maisha haya ambayo tunamoishi. Tunajua ya kwamba hivi sasa Charles ameenda, sisi ndio tutaenda huko, yeye atarudi. Kwa hivyo tunaomba sana sana siku ya leo hii sherehe yake iweze kuwa ya maana katika maisha yetu, nasi vile vile tuweze kuendelea hivyo. Kama vile chana kwa wale ambao walikuwa huko, waliona jinsi mipango yake, sherehe yake, alisafiri kutoka Mojeri, tukiwa kutoka Kericho, tukafika salama salimini. Na tumekaa hasa wale ambao wamepumzika na wengine ambao wako njiani. Sherehe siku ya leo imefika, siku ambayo atapumzizwa kwa amani. Kwa hivyo na waomba kila mmoja wetu ambaye ako katika sherehe hii atafakari sana sana, na yeye achiwaze katika moyo wake, ajue ya kwamba ni kitu gani na mimi nitamfanyia Mwenyezi Mungu ili nitakapo rara kama vile Charles alivyorara nipate kupata uzima wa milele. Kwa hivyo angalia, sio tu kusema Charles ameenda, na wewe vile vile uko njiani, lakini umejitakaza vipi? Abakristo mbyamore, angalia huyo mwenzako, mwambie umejipanga kweyariganirie ekiara mbyamano uyo kwani na naboko kwani mutenga ai kweyariganirie, because ntotete tuyarigani chinga kieji tole moyo egere tokurangirigwa uno uyo Charles tonyare koba ogotwarigania Nyasaye atwarigania soboruti bwaye ekine kikerororo esabari ne yeye amakweli ogotara naro uno mukusiatebete nga makweli togotara naro igo etobogoretie igo na inchenko basabaseri tukoria rero abaminto tuwe tujiandaa familia tafadhali tuige mfano wake huyu Charles, naye kama alikuwa Mkristo alikuwa katika imani, nasi tukae katika imani ili Mungu akituita tuweze kuingia katika ufalme wake. Najua kila mmoja wetu ambayo hapa na yeye kila mmoja anatarajia akuje kuchukuliwa mbinguni, kwa sababu naomba lega igabarengereti ngago saba tagenda igoro. Tumusifu Yesu Kristo, torengererie tuake buya nkaita abande wana torengereti abageni tuambie karibu. Wageni wanakuja saa hii wako njiani, lakini sasa sisi ambao tumefika tafadhali tufikirie na tutafakari yote ambayo Mungu anahitaji tuyafanye ili aweze kutupokea katika ufalme wake. Igo asobwengengo saba katika Nyasaye konye na ndaligania baminto bago cyasisa bari tukuria rero emeroberie bemia na inde tusabe umugako yo ga Charles ne familia yatigire muno mugusiare ngoteba nga abararire buya barenga bagwanja abararire buya mukinga mabako bari banchire nga Charles yararire familia buya. Good, asante sana nokuna kukuwekagania wekelisia nabo igo twenzi na kego tebonge kiyancheru sana igoro yakoreki yancherwe igo tigatusabe Nyasaye atokonye atusaidie siku ya leo, hasa Mungu aweze kutupa nguvu atusaidie ili tuweze kukamiliza sherehe yake kwa amani. Tumusifu. Tuombe. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Amina. Na tuombe. Mungu Baba mtakatifu, unayeishi na kutawala katika moja wa Roho Mtakatifu, ni asante Mungu Mwenyezi kwa sababu umetufikiza siku ya leo. Asante kwa yale yote ambayo yatakuwa yakitendeka kwa ajili ya huyu Charles ambaye amelala. Misa takatifu ambayo tutakaoipokea, ambaye hata yeye alikuwa akishiriki akiwa katika dunia hii. Tuomba Mungu Mwenyezi iweze kufaa familia hii, iwalinde nao vile vile waweze kukaa katika imani. Ni asante kwa ajili ya mtumishi wako ambaye atakayeongoza misa ya leo. Umujalie yaliyo mema, umulinde, umuongoze na umupe roho ili kwa yale yote ambayo atakayosungumuza siku ya leo yaweze kutufaa katika maisha yetu. Ni asante kwa ajili ya yote. Mungu tuwaomba usidi kukaa nazi na kutusikia. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu.
Amina. Asante na washukuru. Tumeshukuru wale wote mnatoka mahali popote Kenya yote mnakuja kwa ndugu yetu, tunasema asante. Sasa tuwaikira sogo teba ngambu ya mono gekoera mwaikire esenke ya itoyo mugaka Charles mwachire gotoa eng'ora twabaire karibu naende igunka muri swane bikoro totorusi mbuya mono. Sherehe ya mzee na baba Mwendasake, mzee Charles. Seigo abana ba Charles, karibu sana. Umefanya kazi mzuri. Hii ni heshima kubwa. Asinge nchogo hakikishanga mwaka ubekirubuya. Kwa niaba ya kanisa yetu ya Isoge Gaiga, ningependa kumwalika mwenyekiti awasalimie. Agatuganyete mupango ndoko na kobwati. Iyo minto Mangi karipia kwa niaba ya kanisa ya Isoge. Mbiamono mwalimu nanje tigangeli bageli kwa niaba ya kanisa ya Isoge mbatabi karibu sana. Aba minto batara ikerana tukubarika niyo moikerane gato chake mirobiri tukoria lero. Nanje kwa niaba ya nchomo nyene ne familia yane na rentire pole goje familia ye yo minto Charles na bana baye no monginoye na bachokoro na bateri pole na kwa niaba Yesu ni ya Isoge ngima twarentire rambi yetu ojagaiga tubateri pole na pole sana. Mungu awabariki na mipango yote ienda vile Mungu amepanga. Asante sana. Basi nachukua muda huu kuwakaribisha nyote kwenye sherehe hii ya baba yetu mpendwa mzee Charles Nyarenchi Kiguru. Ni siku yake ya maziko. Mzee amepigana vita vilivyo vyema na Yesu ameruhusu mzee apumzike. Kwa hivyo tunalishukuru na kuliinua jina la Yesu wetu juu. Mama wetu mpendwa ambaye amebaki mjane, Mama Martha Mongi na Nyarenchi, pamoja na watoto wako, ni msiba mkubwa. Tunachukua nafasi kusema pole kwa kuondokewa na mzee ambaye ulikuwa unampenda sana. Watu wote waombolezaji wa kijiji hiki pamoja na makanisa tofauti ambayo yamefika, tunasema pole. Majina yangu ni Ongera Sirwel ama Sirwel Ongera. Ni rafiki mkubwa wa boma hii na nitakuwa msherehezi ama master of ceremony wa sherehe hii kuanzia sasa hadi tufike kwa kaburi. Kwa hivyo naomba kuwakaribisha wapenzi wa Bwana. Nipungie mkono, unaniona tu. Nipungie mkono hivyo. Yesu wetu awabariki kabisa. Sasa naomba kwa dakika chache nimkaribishe mzee wa kanisa hapa nyumbani, chairman ambaye ametuongoza na ni village elder ambaye amekuwa mwenyekiti tangu tupate shida hii Rivaita Village. Nitaomba mzee Reuben Otero mwaka Nchugocha. Na wasalimu wa mjambo nyinyi nyote. Kwa majina mimi ni Ruben, vile mmesikia. Mimi ndiye mzee wa kijiji huku, tena ni chairman wa Rivaita community. Na wakaribisha nyinyi nyote kwa huu mkutano wa mzee ambaye alikuwa rafiki yetu sana, mzee ambaye tunampenda Nyarenchi, but Mungu amempenda zaidi. Na tukiwa hapa tuko na mambo ya administration wako hapa. Nadhani MC atawaita baadaye awape nafasi ndiposa waseme mambo ya serikali ambayo wako nayo. Kwa hivyo naomba utulivu. Mimi naitwa Geoffrey Nyakundi Omoyo. Mimi ni committee member ya group ya Rivaita. Asante. Na mimi naitwa Peter Mosomi, nilikuwa vice chairman. Karibu nyinyi nyote. Kwa majina najulikana kama Paul Momanyi. Nimekuwa nikisaidia kama secretary. Asante sana na Mungu awafariji familia. Kwa majina ni Richard Oga Nyakina. Mimi ni mhandisi kama secretary. Mwenye tuko naye ambaye ni treasurer ako na shughuli pale
tena ni mwakilishi wa kanisa ya Mlimani ambaye anaitwa Spora Oseko. Nadhani atakuja huku. Kuna huyu mwingine ameingia hapa. Katika hii kamati tuko watu 15. Wengine wako na shughuli mbalimbali na mtawajua tu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Bernard Monte. Mimi ni mmoja wa the committee members. Thank you. Fursa kwa familia, poleni sana kwa kumpoteza mzee, na community poleni sana. Igo nare kwireli bageriga ndoche abantu ngo na wikaransa bale ndebye kinyerukia ribaita pole asoko mteso mugako yoiga Charles na bere gasienkong lakini na botokolemereria asengencho naroriro mheshimiwa noara mheshimiwa karibu ni maeterero matanga na mangi igo karibuni sana muna mumanyete matutu location ige bwata chi sub location ibere eyere nyando che ibere na matutu sub location na banare koleta lingane riga saba nyakenyoro mumanye buyamono nga matutu konye yere vacant bona tuabere full house oyo tenine gaiga oyo no mu assistant chief matutu ni mo eri bagai kwanere ego tuanyorero mugeni nanda batabo mugeni no mwana bwe kenyoro gyeito kya matutu gaiga abantu abange mba mumanyete tubwaterana semeremo asengenje gasiga no kubwaterana alafu imana gokoraki imana gukamilika igo monto mutakunyara karibuni sana mugambi ekenyore kene kamo kyawa matutu sub location ni mete no maete area yaiga abantu baroro na abantu abaya tubwaterane tokore mirimo karibuni sana. Habari zenu. Nami ningependa kuchukua fursa hii kuambia familia pole. Actually mzee Nyarenji wakati alikuja hapa mara ya kwanza akitoka huko ngambo, I think somewhere Rongena, nilikuwa nafanya kazi ya kupasua mbao na alinipea contract kuna nyumba yenye ilikuwa somewhere here, nikampasuria mbao na nikamkaribisha because I was the first person to associate na huyu mzee. Na ningependa kusema kwamba alikuwa mzee a very genuine man. Akisema A anamaanisha A, akisema B anamaanisha B. So mimi kwangu binafsi naweza sema nimepoteza rafiki wa karibu sana, sababu wakati huo sikuwa nimeenda college. Hizo pesa zilinisaidia nikaenda nikaongeza masomo kidogo, na ndio huyu mimi nimerudi hapa. So kwa kijiji cha Ribaita nasema pole sana kwa kupoteza mzee kama huyu, mzee wa busara, na tutaendelea kushirikiana. Kitu kingine ningependa kusema ni kwamba hata kama chief vile madam chief amesema sijafanyiwa inauguration, na venye tuliongea itakuwa on Wednesday next week pale Matutu kwa ofisi ya chief. So nawakaribisha nyinyi nyote mkuje huku tusherekee pamoja, muone venye sub chief wenu anafanyiwa inauguration, na tushirikiane tusukume ili gurudumu la kazi liendelee mbele. Kwa majina kwa wale hawanijui, naitwa Abraham Otieno Magara, Area Assistant Chief. Mbiyama na abaminto ni gonko erili bagili kubakwani ase miaba ye kanisa yetu ya Isoge SDA Church. Karibu sana na waminto otugaire na bana na bato kwa pole ase ekiboke kekerombi ya mono. Abanjo bamonenko bakwani mbiyamore asa malieta nkor kulilian nyamarire bwana insabu moino incho muraibie kanisa ya Isoge ase omwaka oyo onko bakera pole bali mwensi mwakirune keranye kekeroro yo mintomata ense nabere toremererie into toragendo erururo mbatigene kebungo kia Revelation 21 verse 4 ama kweli na ikere asako bugu na enda sekererwe tonyoro bugotimoka no morembe kare na kare mbuya mono.
Basi tunawakaribisha rasmi Isonge SDA Church Choir watubariki kwa wimbo. DJ twende. Kweli chaumiza roho za wana wako wamesononeka, wanalia kwa uchungu juu ya kifo kimetutesa usiku na mchana. Wanaotufariji tuliofiwa, tunakuomba utupe nguvu. Kifo kweli chaumiza roho za wana wako wamesononeka, wanalia kwa uchungu juu ya kifo kimetutesa usiku na mchana. Wanaotufariji tuliofiwa, tunakuomba utupe nguvu. Tunakuomba tubebe jinsi tulivyo, tutute machozi yetu Baba. Yatima na wajane bila tumaini, wewe mlinzi wa maisha yao. Tunakuomba tubebe jinsi tulivyo, tutute machozi yetu Baba. Yatima na wajane bila tumaini, wewe mlinzi wa maisha yao. Usihuzunike ndugu, Bwana ameahidi yeye ni mlinzi wa wajane, pia baba wa yatima, atawalinda usiku na mchana, atawalisha wanywesha tawino, muwe washindi kwa jina lake. Usihuzunike ndugu, Bwana ameahidi yeye ni mlinzi wa wajane, pia baba wa yatima, atawalinda usiku na mchana, atawalisha wanywesha tawino, muwe washindi kwa jina lake. Tunakuomba tubebe jinsi tulivyo, tutute machozi yetu Baba. Yatima na wajane bila tumaini, wewe mlinzi wa maisha yao. Tunakuomba tubebe jinsi tulivyo, tutute machozi yetu Baba. Yatima na wajane bila tumaini, wewe mlinzi wa maisha yao. Siku Bwana atarudi, waliokufa wote watafufuliwa, tutawaona wenzetu walolala, tutafurahi milele na Yesu. Hakutakuwa na kifo paradiso, mauti nguvu zako ziko wapi? Siku Bwana atarudi, waliokufa wote
watafufuliwa, tutawaona wenzetu jinsi tulivyo wote, tufutie machozi yetu Baba. Yatima na wajane bila tumaini, wewe mlinzi wa maisha yao. Tunyakuwa tubebe jinsi tulivyo wote, tufutie machozi yetu Baba. Yatima na wajane bila tumaini, wewe mlinzi wa maisha yao. Tunyakuwa tubebe jinsi tulivyo wote, tufutie machozi yetu Baba. Yatima na wajane bila tumaini, wewe mlinzi wa maisha yao. Asante sana. Tunasemaje kwa kanisa hilo? Bageri kubakwania abakena abanene na abakwani mbya muri mwenzi ya mono no eturase emechando asengeje gusiro mugaka Charles omusemio monene uyu renge gukora imirimo yaje ni chinguru tigatotebe nga Nyasaye namanyete gusira ku mugaka banasirete kiagara gotogotebe kurua se gitabu kia abakorinto yeritangani 15 ekibungu kia kemeronge bere na isanemo omubiso monene uyu uranya kubaga gusirigwa no mubiso uyu kurukwa makweli igekero monene araire ni oburuti bwaye mubisa makweli tago chikonya kubaga ko baroro ekero ekiarekeria omonene ararete ubu ruti bwaye ri akabere igo mubiso uyu nasirigwe ekero monene arairane igo tigatolemereri ga sons ekiagera bali bonse baikire kora so bwiko bwense mbachikonya ko bakoboka na kero yomo na atene ne busiboke gambero igo ngakire buya inchamo naye tunyakwa to kora yaramaya ekero tura so bwiko bwense tole moyo kiagera mwakanya lencheru ikire kora so bwiko bwense tokora maya giturarare turare tumumaite Nyasaye ekiagera ikina ikire wacha kwa Nyasaye abale bosibwe itaiga erineri baite kanisa no omongina matanya lenchi yako nyakobaga goziriki omongina pole remeri ya sonsi kiagera tangani Nyasaye bosio neruranya kubaga okole minero molimi obene biamono ekanisa inere kwa ekanisa tigabatere gerebe tunyakwa tugukura program ne biamono. Mulisi huyo wale very smart. Mke wa mzee wa kanisa yuko wapi? Ayo mrubu mulisi yale. Naye baba. Mrubu mulisi ngaya. Igaenda catering na tegwa chikuroberia abantu nguitana baro. Bale gabatanga tata tigasini kwa yeye. Asante sana Morisia, tubariki kwa wimbo. Tubariki kwa wimbo. Ivaita SDA Church Choir. By mzee wa kanisa Thomas, a very good friend of mine. God bless you. DJ tupatie wimbo wao. Mele meko era
Mugaka no musani ono lenge watu amanyine buya sana mangana yoro bibega mogina pole oturamo bana babo n'abasani bane mali tu achana ande na nyora bande tukamanyana ba minto kanisa yeto ya chira ya katoliki kanisa chonsi sasa tigabasenie elinde to bwaterane ntore bwanga ake no mwishimiwa ngo gendale tubwata matanga ngatano seli tukoli ya lero abege tu ase holiday ya lero ya tarehe 1 igona kitu abuga mwishimiwa rupole yae elinde tosuke madieta nengoro kukansala rosana ndo chairman CDF Burabu constituency na baibuli baburabu ngo bamanyinga bwango iganto to ba chipesa chie pastor chie university secondary chi agenda school jire within the constituency chiro chichi principal njerete chiri isikoya constituency abomo go chali obsiko chakira Friday chuma go chakira Jumatatu go wiki ringo ibale eline moirira bana chichekie school onya kwanyorte form igongwa nyorte chibesa umushimiwa ko bayechinsa karibu sana bijamana bakatikisa ba minto na inwe tiganya saba sini munya ko gendera fata mandero go chamote na ntuata cha bijamana sana chairman tianda wakwani abantu ba minto biyamure kurwari biyamure kabisa na muina biyamure kwanza tianda taba pole sana so muchonya renchi naona ringa ndibona diria ringa chairman to ringa Saturday baada kanisa naona ringa Saturday riende twakwana na family aende bagante birinde mere wiri mne go chakoba ndugu kanda batebi bono mbiyamano kwanza hizo kubeka matanga ya lero. Asante sana kwa sababu wakati nilikuja karona achite gari ruguru naona batetinga ise ko ba Friday tingo nyara wikira sababu Friday ndo abwata manganande munya gwita manganayo mwanya igure munya manyite yani abangi nabe kanisa muma itinga matiangi ngo chare mambi baminto keitata igo mambi utobwata musafara umatiangi no yonkaga togwanzira Chebilat Kijauri Keroka Keumbu tumana kwenda Bosongo tuchikomo wekere gutwa tomorrow. That is why nago kiunga mwabe kama tanga rero because maambia itakuwa ngumu. Elia kabere etari siasa to kwana lakini ntotageto umugusi tobe egentekemo tutageto be egentekemo toko genda maite mbere wako na watanga mugusi tare sana toko
to succeed twensi amo to kogwa to koreki to twensi amo nyacha etagwite nacha akagwa tukanyora chi minister ibere ne chi PS ibere. So we are not afraid of failing. That's what we are telling them. We are not afraid. Kitora succeed, nyasaye no worry. We don't succeed, nyasaye no worry. Lakini we will be taken seriously. Kero tubuate aba governor babiri bonsi amo, aba senator, aba women rep, aba chumbe, aba MCA, gumoi karanse mese amo, muntu tayo ora tige ko bategera. That is what we are saying. So esabari mambi to Nyanza. Na matiangi mna uyu tunse iga intuntori na uyu tariko so basi yaye sauri yake. Bari ba kumupinga ni nyora ngaro sana yuri maigaga igata yuse uyu ndi onko mubuta ku CDF. Toka ende pare mo baminto. So sauri to kumnyoka matanga ndi gaki mbia mono sana. Eso gocha na ajire konyora ngumungi na eno moirione. Naraba murabo umuru agaria bo muru no to agachire mama akangire mpaka bo umuru ontigo narara matukabire na baro bacha ngabacha kurara inje nama itinga na bairi banya renchi muri. Karibu sana, asante sana kwa kufika. Tigangende mu father gagocha mu mungu aniri kabisa father Mandere maite na bari dictate gete ago dictate sana ago tenga kwa sadidi bono ngaya bukokurwa so no musani one kumutigirande ngongo tigirari vice ye parish umuntu uri ngayiwaje umuntu uri mirimani tiya tutigira umuntu gusomwaka karuga agenda kabisa ko tigirande kiri bibere father nero ngori ane kiri wisano na bangina bari chikwaya narra nibere cyatera na nguru tu na neriende tu sawa mbia mono sana umate bago chukui kuchibeza utanga umuntu aroyo munga 19 kwaye umuntu wa mundio ko kwaye isato basi chozi ngutigeroyo mbili na father wewe nero ngoni yane 1500 sawa abantu beri baita tigamba tevi imna bantaba ya chikura chire baita ne chinke sana ange 300 400 lakini hizo ndio kura zinafanya mtu anapita. Umaete ali rami stokare rami muino gechauri na mongo nyora chikura 2000 lakini namba ibere bamweri weyemo namba isato bamwa 800 injuri baitaga chikura 360 banga 320 namba ibere bamwa chikura ibere echitari chikura moroje. Yes. So ejichinke chi mama ichina chichikura. Wacha ile tunaenda pale unapatia huyu 1000 huyu 800 hapana. Ichina chikura kwa yuri sirweli. Wewe utakutana chikura chiri mna wanda beti chetu nduwale mbona kote nichiri. Bia mona sana tiganya saba sisi. Mheshimiwa Tarehe Karansa mbali ngala watero ngata tasenya sarutu. Korako bako katikis mali chugocha. Yanto kiriko wate Philip Ngayor. Mukatekisto nomuya. Ere taye mbaliri gekome kone sati ndavu. Mongere liwe ya mache Karansa. Ta kono agali. Mwalimu yote dali umuya. Pia mano egina no sabere dali njoko. Jera mongo nyara. Nabona atakamwe lakini mnante ni nisa iga na ibiru nsa iga tima